Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ametumwa kwetu kama mtume mwenye kuonya watu mabaya na kuelekeza watu katika mazuri, akatuwekea isharati ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ili tupate urahisi wa kustafidi nacho. Isharati hizi zinatuonesha siri zilizokuwa ndani ya kitabu cha Allah na wepesi wake wa kuzipata ni katika baadhi ya sura ambazo sura hizo mtume akawa anaamrisha kuzifanyia umuhimu sana. Ziko sura nyingi, lakini katika hizo ni suratul Kahfi. Mpaka akatuambia mwenye kuisoma suratul Kahfi katika siku ya Ijumaa, sura hii itakuwa kwake nuru baina ya Ijumaa mbili, yani hiyo aliyosoma na Ijumaa inayokuja. Ndani ya wiki nzima kwake itakuwa nuru. Lakini walilasaf wengi wanasoma sura hii na wala haiwi nuru kwao, au tunasoma sura hii na wala haiwi nuru kwetu. Na ni kwa sababu gani inakuwa hivi? Kwa sababu wengi hatufahamu maani na wakafati za hizi sura ambazo tumeambiwa tuzisome, lakini hatujui kwa nini tunaambiwa tuzisome na kwa nini zinarundikwa fadhila katika sura kama hizo. Ziko siri ambazo hizo siri tutakiwa tukizisoma tuwe wenye kuzitafuta. Qur'ani imeteremshwa litadabbur liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ndio lengo la kuteremshwa Qur'ani, ili wapate kuzingatia aya zake watu na wapate kuwaidhika wale wenye akili. Si kila mtu atatafuta umuhimu wa kujua kuna nini humu ndani. Wengine ni mpaka wasukumwe ndio wapate kuangalia, kutafuta umuhimu ya kwamba kwa nini tunaambiwa kwamba itakuwa nuru baina ya Ijumaa mbili. Kwa nini sura fulani ni lazima kuisoma kila siku au kila ndani ya swala, kila rakaa? Kwa nini sura fulani ni sunna kuisoma asubuhi na jioni? Si kila mtu atakuwa anatafakari mambo haya na kuyafuatilia kwa ajili ya kutafuta siri zake. Anatosheka tu na mambo ya juu, lakini hajui kwamba lengo awe anazingatia yaliyo ndani ya sura zile ili yapate kumfaa baada ya kuondoka hapa duniani. Sasa suratul Kahfi la kwanza lilotajwa ni hilo, lakini la pili likatajwa man hafidha 10 ayati min awwal suratul Kahfi usima min ad-dajjal. Hebu angalia, atakayehifadhi aya 10 za mwanzoni mwa suratul Kahfi, huyu ataepushwa, atalindwa na kutokana na fitna ya Dajjal. Fitna ya Dajjal ilivyokuwa nzito, hakuna nabii isipokuwa aliofisha umma wake kuhusiana na fitna ya Dajjal. Lakini tunaambiwa kuna wepesi mkubwa kabisa unapatikana mtu kuepushwa na fitna ya Dajjal. Fitna ya Dajjal ni kubwa, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha kwenye kila swala tujilinde na fitna ya Dajjal mwishoni mwa swala. Lakini kuna njia nyepesi, atakayehifadhi aya 10 za mwanzoni mwa suratul Kahfi usima min ad-Dajjal, atalindwa na kuepushwa kutokana na fitna za Masih Dajjal. Hata akikutana naye ataepushwa, lakini sharti azihifadhi hizo aya 10 za mwanzoni mwa suratul Kahfi. Sasa sisi leo tunataka tuende na wakafati kwa uchache, kwa ufupi kidogo. Kwa nini suratul Kahfi? Na tutachukua wakafati zetu kwenye hizi aya 10 za mwanzo ambao tumeambiwa tuzihifadhi. Wal muradu bil hifdhi ayuha al ikhwa hifdhu al hurufi wa hifdhu al amal. Kuhifadhi herufi na kuhifadhi amal, kwa amal matendo ndio makusudio ya al hifdh. Uhifadhi zile herufi na uhifadhi kimatendo, na huenda ikawa muradi mkubwa kabisa ni kuhifadhi kimatendo. Ukihifadhi herufi kimatendo, uhifadhi itakimbia tu Qur'ani. Sasa ndugu zangu, aya 10 za sura al-Kahfi ni muhimu sana kwetu. Allah subhanahu wa ta'ala amezianza akisema alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لاستغراق جميع المحامد، أدخل الألف واللام في كلمة حمد kwa ajili ya kujumuisha
sifa au kumsifu Allah kwa kauli na matendo, na kwa aina zote za kumsifu Allah kwa kauli na matendo ikaingizwa alif na lam katika neno hamd, aina zote ile ziingie. Akasema alhamd, hadha alhamdu liman mustahiqun lillah, lillahi ay mustahiqun lillah. Sifa zote za ukamilifu na shukurani anayestahili kuelekezewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Alladhi anzala ala abdihi alkitaba, kwa sababu yeye anzala, ameteremsha. Ameteremsha kwa nani? Ala abdihi. Hakusema anzala alkitaba, amesema anzala ala abdihi. Ilitosha kusema anzala alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kwani mpaka mweke mtume? Kwani kuna mtu asiyejua kwamba kitabu ameteremsha kwa mtume? Na wala hakusema anzala ala rasulihi alkitaba, bali akasema anzala ala abdihi alkitaba linafi istihqaqi alhamdi lirrasuli, kwa ajili ya kuziwia na kukanusha kustahili hizo sifa za ukamilifu na hizo shukurani kuelekezwa kwa huyu mtume. Na yeye ni abdus, yeye ni abdus, ni katika wale walioamrishwa kufanya inaya na kuisoma hii sura al-Kahf. Tulioamrishwa sisi ameamrishwa yeye, bali kuna mambo ameamrishwa yeye, si tujaamrishwa. Kuna mambo ni hususi kwake yeye, mfano qiyamul layl kwa mtume ilikuwa ni faradhi kwake yeye, sisi kwetu ni mandub. Kwa hiyo yeye sheria saa zingine zitakuwa ni wajibu zaidi kuliko mtu mwingine yote, kwa sababu kila sheria ya Allah ni wajibu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajibu kwake yeye ni nini? Tablighu, kuifikisha. Lakini sisi wengine sio wajibu kwetu wote. Kwa wengine swala la tablighi, ad-da'wa au al-wahy au al-shar'i sio wajibu kwa watu wote, hata kama tunajua. Itakuwa wajibu kwa kikundi cha watu kikitosha. Lakini mtume ni wajibu kwake yeye ainan. Kila sheria lazima ifikishe, lazima ifanyie kazi. Hata ikiwa ni mustahab lazima ifikishe. Baada ya kuifikisha itageuka kuwa sunna, ikiwa ile sheria sio ya faradhi. Lakini kabla ya kuifikisha itabakia kwamba ni wajibu. Kwa sheria hii inamhusu yeye zaidi kuliko sisi. Sisi tunafuata baada yake yeye. Ala kulli hal, anzala ala abdihi alkitaba, ambaye ameteremsha kwa mtume wake, kwa mja wake. Hajamsifu kwa sifa ya utume, kwa sifa ya abd. Na abdi siku zote sio maabud. Ala abdihi, mtumwa wake, ni mtumwa wa Allah. Kwa hiyo usimfananishe na Allah, sio kwenye sifa na wala sio kwenye kumshukuru. Umshukuru kwa namna inayomstahili yeye na umsifu kwa namna inayomstahili yeye. Walam yaj'al lahu iwaja. Na hiki kitabu Allah subhanahu wa ta'ala akakifanya hakina mapindopindo. Walam yaj'al lahu iwaja, na wala hakukujalia mapindopindo hichi kitabu. Ni kitabu hakina makando kando. Bal ja'alahu qayyiman. Qayyiman manake bal ja'alahu qayyiman, bali amekifanya kuwa kitabu kilichonyooka. Kwa nini amekifanya hivi? Liyundhira ba'san shadidan, yani adhaban aliman fi dunya wal akhirah. Ili kitabu hiki kwa kiraa liyundhira, hichi kitabu kije kuonya. Amekifanya qayyima hichi kitabu ili kije kuonya, kutahadharisha watu ba'san shadidan, kutokana na adhabu kali duniani na akhera. Liman khalafa tilkumul kitab, liman khalafa dhalikumul kitab. Adhabu hii kwa nani? Kwa yule atakayekhalifu hicho kitabu. Hadi asraru surati al-Kahf. Ikawa inastahili hii sura iwe inasomwa kwa uchache kila wiki katika Ijumaa. Kila wiki uisome siku moja ambayo ni siku ya Ijumaa. Inawezekana mawaidha ya msikitini usiyaelewe, lakini ukisoma sura al-Kahf ukaelewa, ukapata mawaidha. Lakini kuna watu hawaendi msikitini, au si lazima kwao kuna msikitini, mfano wanawake. Kuna wakati ni haramu kwenda hata kama wanataka kwenda kwa sababu wako siku zao.
wakaambiwa hii sura ni sunna kuisoma kila siku ya Ijumaa, ili kila mtu apate mawaidha na dhikra ndani ya siku ya Ijumaa. Liundhira, lakini kwa rahma yake Allah akaifanya kwamba ni mustahab, hakuifanya kwamba ni faradhi kuisoma, kwa sababu kuna watu si rahisi kuifahamu hii sura, ni sura ndefu. Kwa hiyo ingekuwa kazi kubwa mtu kuanza kufaradhika kusoma sura al-Kahfi. Sura al-Fatiha tu watu inawasumbua. Liundhira ba'san shadidan min ladun, ili ionye adhabu kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwaonye kina nani? Watu wote, kila atakayekhalifu aonywa. Lakini ukumbusho utamfaa nani? Allah anasema katika sura ya Yasin, liundhira man kana hayyan. Hii nadhar itakuja kuwafaa wale ambao kwamba mioyo yao iko hai, ndio itawafaa. Wayahiqqa alqawlu ala alkafirin, ije kuwadhaa hiyo kauli ya adhabu wale ambao mioyo yao imekufa, kufar. Yeyote ambaye si Muislam huyo hayuko hai kwa mujibu wa aya. Liundhira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin, kinyume cha uhai ni ukafiri. Ili ipate kuthibutu kauli ya Allah ya kuadhibu adhabu kali wale watakayuka hicho kitabu. Qur'ani imeteremshwa kwa ajili hiyo. Enyi waja Allah, wayubashshira almu'minina, huku kumbainishwa wayubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Na hiki kitabu ili kije kuwabashiria waumini. Angalia aya hii mitasiri kule na hii mitasiri huku, na hii ndo maajabu ya Qur'ani. Kurudia kwa Allah jambo moja alirudi kwa hivi bule bule, bali kuna faida kubwa sana. Kila aya kuna sehemu ifanya ijmal na nyingine ikatafsiri katika upande mwingine. Wayahiqqa wayubashshira almu'minin, na ili ije kuwapa bishara nzuri wale watakaoamini. Alladhina ya'maluna as-salihat, watakaoamini ambao watafanya matendo yenye sifa ya kuitwa kuwa ni salihat. Bishara gani? Anna lahum ajran hasana, kwamba wao watapata malipo mazuri kwa hicho wanachokifanya. Makithina fihi abada, watakaa kwenye malipo hayo milele. Hayo malipo yasiyo katika, sio kama malipo ya duniani, ni malipo ambayo yanakatika. Hata ukilipwa duniani lakini yataisha tulicholipwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala malipo anayokupa kwa ukifuata hichi kitabu ni malipo ambayo hayakatiki. Utayatumia pasi na kikomo, na wewe utapewa uhai ambao hauna kikomo. Hakuna mauti wala kulala, hakuna. Katika malipo ya Allah ukishingia ndani ya malipo yake hakuna usingizi na wala hakuna kifo. Wakati wote unakula starehe tu na hauchoki. Katika sura al-Baqara Allah amebainisha zile neema, kila ikiletwa unaona mbona hii tamu kuliko ile ya mwanzo. Yaani umekula chungwa, kwa mfano kungekuwa na machungwa leo peponi, hapa duniani kuna machungwa, lakini ukila chungwa ukila matano tayari ushachoka. Neema za dunia hamna kitu. Lakini siku ya kiyama kila utamu unaongezeka, hauchoki. Makithina fihi abada, watakaa kwenye neema hizo milele. Wayundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, hapa akawarudia watu ambao walipewa kitabu alafu wakapuuzia. Na hiki kitabu kimekuja pia kuwaonya wale wapewa kitabu kabla yenu wakakiuka, wakasema Allah subhanahu wa ta'ala yeye ana mtoto. Ni ujumbe, ni message inaenda kwa manaswara, mayahudi mwanzo kabla alwathaniyun. Inaenda kwa mayahudi na manasara mwanzo kabla washirikina wengine ambao sio mayahudi na manasara, ambao walipewa kitabu alafu wakakipotosha kile kitabu, wengine wakaacha kufanyia kazi kile kitabu kwa maksudi.
Allah akasema ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim, hicho wanachokidai kwamba Allah ana mtoto hawana elimu nacho, si mafundisho yetu hayo, na wala baba zao pia hawana. Yani sio tu kwamba mafundisho hayo hajayafundisha Musa na wala hajayafundisha Isa, bali baba zao kuanzia nyuma ya Isa mpaka kumkuta Ibrahim hawajafundisha mafundisho ya namna hiyo kwamba Mungu ana mtoto. Mafundisho hayo hayapo. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, limekuwa dhambi kubwa sana ilo neno ambalo walitoa kwenye vinywa yao, linalotoka kwenye vinywa vyao, in yaquluna illa kadhiba, hakika hicho wanachokisema ni uongo wa kweli, uongo wa wazi kabisa, ni uongo. Hawasemi ila wanasema uongo. In yaquluna ay la yaquluna illa kadhiba, hawazungumzi hao watu isipokuwa wanasema uongo. Ndugu zangu katika imani, hadhihi sura ni ikhtisari kubwa tunaifanya, kwa sababu tukisema tukunjue ayati ziko nyingi za kuelezea mambo haya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hizo ziko aya 5 za mwanzo katika zile 10. Aya zinazofuata 5 Allah anamrudia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na anawarudia wote waumini wale ambao tayari washaamini. Anawarudia sasa walioamini, ashachana na watu ambao ni majeuri, anarudi kwa watu waliokuwa tayari kufuata maelekezo ya Qur'ani. Anawaambia fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Wewe Muhammad usihangaike kwa sababu utajiumiza kuwafuatilia hao kwa kuona kwa nini hawataki kuamini. La ikraha fi din, kwenye kuwaita watu kwenye dini usiwaite kwa nguvu. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, tayari uongofu na haki imejulikana na upotevu umejulikana. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, atakayeamua kukufuru miungu yote isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na akambakisha Allah ndio akawa anamwabudu yeye peke yake, huyo ndio aliyoshikamana na Uislamu. Faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la infisama laha. Uislamu hakuna anayeweza kuuvunja, hakuna anayeweza kuuvunja Uislamu. Hata waungane watu dunia nzima, hakuna atakayeweza kuuvunja. Yuriduna an yutfi'u nura Allah wa ya'ba Allah illa an yutimma nura. Watu daima wanataka waizime nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah amekataa isipokuwa ataitimiza tu nuru yake. Vipi itatimizwa hii nuru na itozimika? Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli. Allah alimtuma huyu mtume bilhuda, kwa elimu. Alimtuma sambamba na elimu, wa dinil haqq, na kufanyia kazi hiyo elimu, liyudhhirahu ala ad-din kulli, ili yakishikwa haya mawili, elimu na kufanywa kazi elimu, liyudhhirahu ala ad-din kulli, hapo ndio hiyo dini itakuwa juu ya dini zote. Dini ya Uislamu haitokuwa juu na wala haitokuwa na nguvu isipokuwa ikiwa itashikwa elimu yake na kufanyiwa kazi. Ikitupwa elimu ya Uislamu na ikaachwa kufanyiwa kazi, watu wakaacha kuisoma
au akaisoma lakini hawaifanyii kazi, basi Uislamu hautodhihiri, utashuka katika mioyo ya watu, hautoonekana na thamani. Makafiri hawataogopa tena Waislamu, hawatakuwa na nguvu, kwa sababu wenyewe hawafanyii kazi Uislamu, kwa sababu wenyewe hawataki kuusoma Uislamu. Wa kwanza kuudharau na kushusha thamani Uislamu ni wao wenyewe, wasiotaka kusomesha vizazi zao, bali kabla ya vizazi vyao wasiona umuhimu wa wao kusoma kitabu cha Allah na kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameficha nini ndani ya hiki kitabu, mpaka akakifanya kwamba ni hudan linnas wa bayinatin minal huda. Akasema hiki kitabu ni mwongozo wa watu wote. Unachokitaka wewe kwenye ardhi kukijua, ukitaka mafanikio ya aina yoyote yale, siri yake ipo kwenye Qur'an. Sio jambo la kidunia wala la kiakhera. Hii ni siri nawapa leo, mkitaka mlikuwa mwijui. Hakuna elimu yoyote unayoona katika mgongo huu wa ardhi isipokuwa asili yake ni kwenye Qur'an. Hakuna. Kama isingekuwa Qur'ani watu wasingewasha moto leo. Si mnasomeshwa nyinyi historia katika vitabu vya skuli kwamba moto, wanadamu wa kwanza aligundua moto kupitia miti, sijui mti gani na mti gani, lakini miti yenyewe ni mibichi. Unafikiri mwanadamu akilia angefikiria kutokea wapi kwamba mti mbichi unatoa moto? Hivi akili ya kawaida ukikaa tu utaanzaje kufikiria kwamba mti mbichi unatoa moto? Unaanza vipi? Lakini Qur'an ilivyotoa ilmah, ilivyoashiria jambo hilo, ndio watu wasema linawezekana kweli, ngoja tujaribu. Sasa ile ngoja tujaribu ndio akakutana nacho. Sasa utasema kwamba litakuja sasa, sawa, lakini Qur'an si imeteremka juzi tu. Tukisema Qur'an tunazungumzia maneno ya Mwenyezi Mungu, na Allah subhanahu wa ta'ala wa kwanza kumtuma ni Adam alayhi salam, wa kwanza kumuumba ni Adam, ndio mtu wa kwanza kuishi kwenye hii ardhi. Tunafikia na dunia nzima kwamba Adam ndio wa kwanza, na Adam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu alimfundisha Adam kila kitu, majina yake na manufaa yake. Kwa hiyo alipewa elimu. Lakini kwa vile elimu huenda na kufutika na kusaulika, watu kadri wanavyoiacha elimu nao inawaacha. Ndio maana Allah alikuwa anaendelea kutuma mitume, na vile vitabu vilikuwa vinatoa miongozo na kufufua mambo. Kwa hiyo Qur'ani haikuacha kulikalili hili kwa sababu tu watu wasije wakasema kwamba Qur'ani mbona ikufundisha moto tunaopata vipi? Kwa hiyo ikataja hata kitu kidogo ambacho ona kidharau, Qur'ani kakielezea. Allah subhanahu wa ta'ala asema ala atharihim illa yu'minu bihadha alhadith asafa, kwa sababu usije utajiumiza kwa masikitiko ya kutoamini kwao. Inna ja'alna ma 'ala al-ardh, hapa anatuleta Allah, ndio sababu ya kutaja kwetu moto. Mahusiano yako hapa. Haika sisi tumevifanya vilivyo katika ardhi zinatan laha, ni mapambo ya ardhi, linabeluhum ayyuhum ahsanu amala. Hatujavileta kama mapambo tu peke yake, tumefanya mapambo, lakini lengo la mapambo hayo ni kuwajaribu nyinyi katika nyinyi ni nani atakayefanya matendo kwa ajili ya Allah peke yake na kukufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani atazingatia? Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, lakini sio hivi tu, tumefanya zina lakini kwa lengo. Nani mwenye akili kati yao? Linabeluhum ayyuhum ahsanu amala. Jamani, kila kitu cha katika ardhi ni pambo? Sio kila kitu. Sio kila kitu ni pambo. Vitu vingine vinachukiza kwenye ardhi. Lakini kilichokusudiwa kwenye ardhi kwamba ni pambo ni vitu viwili vikubwa, au vinajia kwenye vitu viwili. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ad-dunya halwatun khadira. Dunia, akatuambia Mtume, dunia yani ardhi halwa ni tamu. Ni tamu. Khadira, lakini ni ya kijani kibichi. Dunia ni utamu, vitu vyenye ladha nzuri na vitu vyenye kupendeza kwa lugha nyingine. Kwa hiyo zina kwenye dunia ni vitu vitamu na vitu vyenye kupendeza. Alafu angalia Allah, Mtume alikwambia baada ya hapo, fataku dunia, usifate utamu wa dunia, ishi kwa tahadhari na vitamu vya dunia. Yani fataku dunia, vitamu vya dunia.
fattaqu dunya, ishi kwa tahadhari na vile vizuri vyenye kupendeza, vile kile kijani kibichi cha dunia. Wattaqun nisaa, na uishi kwa tahadhari na vitamu vya dunia. Hivi nikiongea na watu, kuna watu watanielewa, wengine watanielewa. Hivi kuna kitu kizuri kuliko kuna kitu kitamu kuliko mwanamke katika hii dunia? Ipo? Aya, kuna kitu kinachopendeza kuliko mwanamke? Mwanamke amebeba sifa mbili, ya utamu na kupendeza, vyote amebeba. Ndio maana akaiko peke yake. Ishini vizuri, ishini fataku dunia, ishini kwa uoga na dunia, kwa sababu dunia ni tamu na inapendeza. Lakini cha kuogopwa zaidi katika dunia, kile kitamu zaidi. Kila mwenye akili anajua kitamu zaidi ni mwanamke. Mtoto leo ukimuuliza, yani ukimwekea babake na mamake, mtoto mdogo kabisa atamchagua mama. Kwa sababu gani? Anapata utamu kwa mama yake. Umwekee maziwa ya ng'ombe hapa kwenye glasi, alafu mwekee ziwa la mamake, atachukua kipi? Atakimbilia kwenye ziwa la mamake. Labda awe na matatizo ya ladha kwenye ulimi wake, lakini kama anaonja vizuri, umfananishi maziwa ya ng'ombe na maziwa ya mamake hata siku moja. Hata siku moja. Mwanamke ni mzuri na mwanamke ni mtamu, anatoa vitu vitamu. Lakini kuna vingine hauvipati mpaka ufike wakati fulani. Ala kulli hal, ukawekewa hivi. Mtume akatoa khairu inna ad-dunya mata'un. Dunia jamani ni starehe. Wa khairu mata'i dunya al-mar'atu as-salihah. Dunia ukiitumia vibaya, ukienda kwa pupa, itakuumiza. Huyo mwanamke ndio huyo atakayekuumiza. Ukatolewa mfano ili uelewe namna ya kwenda vizuri na hii dunia. Na starehe nzuri ya dunia ni mwanamke aliyekuwa mwema. Sasa ujue utampataje mwanamke mwema. Sio kila kitu kinachopendeza ni chakuliwa. Asema inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Tutawaletea mfano ya hii ad-dunya halwatun khadra katika surati Yasin. Allah amezungumza maneno mengi yakizungumzia uumbaji, lakini akasema maneno mafupi. Huwa alladhi ja'ala minash-shajari al-akhdari nara. Yeye Allah ndio aloweka au aliowaletea, aliowatolea katika mti mbichi moto. Fa idha antum, tamaki baadaye nyinyi, minhu, kupitia mti mbichi, tuqidun, ndo mkao mnafanyaje? Mnajiwashia kwa ajili ya kupika, mnajiwashia kwa ajili ya kujiangazia kwenye majumba yenu. Akawekea minashajari al-akhdar, katika mti mbichi. Hii aya kana kwamba imeteremka leo. Ndio kaambiwa Qur'ani haipitwi na wakati. Itaishi kila siku ni mpya. Ni wewe usiyojua Qur'ani na upumbavu wako ndio uone kwamba hakuna thamani kuisoma Qur'ani. Lakini Qur'ani ndio kuna siri nyingi. Lakini haya majimiti na kaza si malengo. Malengo linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Utatumiaje moto wewe? Huu moto tulokupa utautumiaje? Mwanamke huyu utamtafutaje? Madini utayatafutaje? Fedha utatafutaje? Kila kitu kizuri cha dunia utakitafutaje? Na baada ya kutafuta utakitumiaje? Kila ulicholetewa mbele yako. Lakini kuna vingine ukaambiwa hiki ni haramu kwa dhati yake. Hakuna njia ya kukihalalisha, utakiacha utakitumia. Mfano, mwanamume akaambiwa ni haramu kwa mwanaume kuvaa dhahabu. Je, utaacha kuvaa dhahabu au utavaa dhahabu? Alafu mwanamke akahalalishiwa. Ujue kwamba inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Hii sura Allah hatukuamrishwa hivi kwamba tuisome kila Ijumaa. Ina ibar na mawaidh makubwa sana.
ambayo inapasa kila muumini awe anahangaika na hii sura kuitafuta ina nini. Atafute angalau kila siku aya moja tu anaisoma na kuitafakari na kuifuatilia kwamba hii aya ya kwanza ina mambo yapi inanielekeza. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Sio starehe za kudumu. Usije ukatolea macho. Jueni kwamba ni kwa ajili ya kuwapimia tu hivi. Bado dunia si kitu. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Mjue kwamba hii dunia tutaigeuza yote, kila kizuri cha dunia tutaigeuza kwamba ni mchanga. Vitageuza mchanga vyote. Siku ya mwisho vitatoweka. Hii sio starehe iliyokusudiwa kuja kuitumia mwanadamu. Ameletwa hapa ili yapimwe kwa vitu hivi. Kwa ajili ya kujaribiwa tu utavitumia vile ulivyoamrishwa peke yake au ulivyohalalishiwa peke yake, utaacha ulivyokatazwa. Je, utafutaji wako utakuwaje? Utafaidika vipi na kila kilichokuwa katika ardhi juu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala? Haya ndiyo malengo ya kuteremshwa hii Qur'ani. Hizi ni siri ziko kwenye suratul Kahfi. Ukaambiwa, ndio maana ukaambiwa kwamba atakayehifadhi aya 10 za mwanzo, atakayehifadhi aya 10 za mwanzo za suratul Kahfi, usima min ad-dajjal. Kwani dajjal atakuja nini kikubwa cha kudanganya watu? Dajjal atakuja kipindi cha ukame. Mvua hakuna. Mazao hakuna. Kila mtu anatafuta kijani kibichi kiko wapi? Anatafuta tutapata wapi sehemu ya kulima tutoe mazao. Dajjal atakuja na Allah amemleta kama mtihani kwetu sisi. Atakuja atadai kwamba ni Mwenyezi Mungu yeye, ukikataa mtakataa kwa ajili ya kuwaonesha kwamba yeye Mwenyezi Mungu, ataamrisha mvua inyeshe, itanyesha mvua. Ikinyesha hapo hapo majani yanaota, ardhi ile mlokuwa nyinyi inanawiri. Pandeni mbegu, mnapanda mbegu zenu, zinaota pale pale na siku ile mnavuna. Wewe kama hujui kwamba dunia ipo katika, hujasoma suratul Kahfi ukajua kwamba hivi ni vitu vya kupita, sio alama utaona huyu ni Mungu, utamuelekea. Lakini ni vitu vya kupita. Kama siku zote vilikuwa vinaendelea, ukisoma suratul Kahfi utajua. Kama siku zote vilikuwa vinaendelea, huyo Allah alikuwa hajashuka kuja ardhini. Leo kwa nini amekuja hapa duniani? Kulikuwa na haja gani kwamba atuletei mpaka aje mwenyewe? Alishindwa kutuonya? Au utakumbuka asrar? Lakini haya mawaidh hayapati isipokuwa yule ambaye atakuwa anazingatia hii sura kiujumla wake na sura zingine za Qur'an. Hii ni kama funguo ambayo Allah Mtume SAW ametuwekea ishara na alama kwamba tuamke. Am hasibata anna ashabal kahfi, afu akatupa ishara ya faida ya hii Qur'ani kuisoma. Sasa sisi tukidili na dunia, wenzetu sisi tukidili na dini, wenzetu wanashika mamlaka, tutakuwa hatuna nguvu, tutapigwa Waislamu na kunyanyaswa na mfano wake. Pamoja na kieleza yote lakini bado watu tutakuwa haelewi. Allah akasema am hasibata anna ashabal kahfi kanu min ayatina ajaba. Bila shaka Muhammad, unatambua kwamba wale watu wa pango waraqim na historia yao, kanu min ayatina ajaba, walikuwa katika alama zetu zenye kushangaza ulimwengu. Allah atoa tu ishara alafu anawacha njiani, na tutawaacha hivyo kama Allah alivyoacha. Idh awal fityatu ila al-kahf, unaachwa kwenye utamu, utahifadhi tu. Idh awal fityatu ila al-kahf, historia ni ipi hiyo? Pale walipokimbilia wale vijana kwenye pango. Walikuwa wanakimbia nini? Maswali. Utabakia na maswali. Lazima sasa utatafuta elimu na kuendelea kujua kuna nini huko. Faqalu rabbana atina min ladunka rahma, wakasema Allah, tunaomba huruma wako, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala huruma wako. Wa hayyi lana min amrina rashada, na utuandalie sisi mwelekeo juu ya hili jambo letu. Hii jambo tuliloliingia sasa hivi, tujalie mwelekeo, tuandalie mwelekeo. Hawa ni watu walikuwa katika jamii ambayo ametawala kiongozi dhalim asotaka dini ya tauhid.
na kupinga ni katika Bani Israili, na kupinga haki iliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana hawa wakawa wamesimama imara na kuendelea kutangaza tauhid. Kwa vile yeye ni mtawala na ana nguvu, akaamua kuwakimbiza. Wakamateni tuwamalize. Vijana wakakimbilia kwenye pango. Kilitokea nini? Sura inaendelea. Hii ni kadhia yenu, kwa sababu mmeamrishwa kila Ijumaa muisome, mtatakiwa muisome wenyewe, na misahafu ya tafasiri za Kiswahili ipo, lakini achana misahafu, haitoshi misahafu. Madarisi zipo. Tambihi. Katika ile zina kuna zina kubwa kwenye ardhi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, habrul umma wa tarjumanul Qur'an, tafsiri aliyotanguliza yeye kwenye hii aya, na tafsiri nzuri kabisa ya mafanikio ya kila mtu kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha. Mimi watajia kama mwanamke pia ni pambo, sawa? Lakini kipo kizuri katika hii dunia na ni pambo kubwa kuliko mwanamke. Na Ibn Abbas ndio ametanguliza akasema, azina humul ulamau. Zina ya hapa ni wanawavyuoni. Kinaingia kila kitu, lakini Ibn Abbas asema azina ni wanawavyuoni. Watu wanapimwa kupitia nani? Wanawavyuoni. Wanawavyuoni wanapokuja kuwaonya nyinyi, al-ulama warathatul anbiya. Utawapokeaje wewe? Hii ni ibtilaa. Allah subhanahu wa ta'ala anawajaribu watu kupitia wajumbe wake ambao ni wanawavyuoni. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a abrar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma irḍa 'anil khulafa'ir rashidin.